لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu ndugu mtazamaji wa Africa TV katika kipindi chetu cha mwanamke na hija, na mada mezani leo ni safari ya ndani na ndoto ya hija, na studioni kwetu tumetembelewa na Ustazati Mama Raya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah. Allah, utokako kote ni salama? Tunamshukuru Allah, alhamdulillah. Ustazati, Naam. na nimekutambulisha ni Mama Raya, si ndio? Naam. Wewe kama Mama Raya ni Ustazati ambaye unatoa dawa, si? Naam. Sasa unaweza kuelezea maisha yako ya nini, ya kuhusiana safari ulivyoenda hija, ukafika hija, yani vitu ambavyo ulivyoenda ukafanya hija, safari yako ilivyoanzia? Aiyo. Kwanza alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana katika kipindi hichi adhimu. Na safari yangu ya hija nilikwenda mwaka 1204. Ndio ilikuwa hija yangu ya kwanza. Na kawaida safari yoyote ya kwanza lazima kidogo utakuwa utakuwa hujiamini, yani unaona vitu mambo mageni. Lakini unatakiwa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ujikubalishe kabisa. Ujikubalishe kwa Allah. Na nilikwenda safari yangu ya kwanza ya hija na nikafanya hija, lakini kwa vyovyote itakavyokuwa, kitu ambacho utakifanya mara ya kwanza utatamani uende tena, unahisi kama ile mara ya kwanza hujafanya vizuri, na ni kawaida hiyo. Lakini baada ya kwenda safari nyingine ya mara pili, hapo ndo nilifaidi hija na nikaona utamu wa hija. Mashallah. Lakini ni muhimu sana sana sana, yani kila mmoja kujiamini kwamba afanye hii safari. Kuna wengine wako waoga sana, lakini safari ni nzuri sana, wala haina matatizo. Sawa. Na ndoto yako ya hija ilikuwa, kuna mwingine ndoto yake inaanzia mfano miaka 3 anania kwenda hija na anajiwekeza ile ende hija. Sasa wewe ndoto yako ya hija ilikuwa ni mwaka mmoja na huo ukaenda, ama ilikuwaje? Hija sio, yani safari ya hija sio kama safari nyingine. Kwa sababu kama ukitaka kwenda safari mfano kama Dubai, hata siku 2 tu unajipanga unakwenda. Lakini hija unatakiwa ujipange, hasa kuweka katika mambo ya masurufu, yani nauli, kujipanga yani vizuri. Haitakiwi kuchukua muda mfupi. Ujipange vizuri na ujue kwamba mimi nataka, natia nia ya kwenda hija. Mwenyezi Mungu akinijalia nitakwenda hija. Kwa hiyo hapo unatakiwa uanze kujipanga. Ili ikifika ile wakati kwa wewe tayari umeshajipanga, lakini sio safari ya kukurupuka. Sawa, hakika. Na kila mtu akienda hija, kuna watu ambao mtu anahisi kama yani sehemu ambayo akienda yani yeye anahisi kama yani tuseme kama amekutana mfano na mtume ama nani, yani ameenda sehemu ambayo ajabu. Wewe ulivyoenda ulihisije? Kusema kweli hisia zinakuja, kwa sababu sisi hija yetu ya kwanza tulianzia Madina. Sasa wakati tupo katika msikiti wa Madina, subhanallah, pale ilikuja hisia, manake mpaka unajisikia kama hujielewi kwa kweli. Maki unahisi kwamba mimi mtume naweza nikamuona live. Mimi hivi yani tulipokwenda katika ile sehemu ya Raudha ambalo ndo kuna kaburi la mtume, pale hisia ilikuja nyingine kabisa. Mashallah. Na yani hujielewi, yani unahisi sasa moja naona ile inasababishwa na furaha. Kwa sababu ukiwa na furaha ya jambo na uko umetia ile nia yako iko safi kabisa kwamba mimi nataka nende katika jambo la kheri, ile furaha inakuja hisia tofauti za kheri yani. Kwa hiyo inatokezea sana, inakuwa hivyo. Wewe kama mwanamke ambaye umeshawahi kwenda hija. Ndio. Na kila mwaka huwa watu wanaenda hija. Ndio. Unahisi ni wanawake huwa ni wengi ama wachache wanaoenda hija, hususan na wanaume? Wanawake wanakuwa ni wachache, lakini kuna sababu. Sababu pia wanawake wengi hawajiamini.
naona hawajiamini. Alafu pia hija inavyotakiwa hasa, unatakiwa uende wakati huko na nguvu zako. Lakini hija zangu mimi nilizokwenda zote, takriban asilimia kubwa ya wamama walikuwa ni watu wazima. Watu wazima ambao wamesha kwenda umri, wengine wagonjwa. Ukiwatizama vijana wengi bado, yani mtu anakuambia mimi bado. Kwanza haitakiwi hivyo, inatakiwa mtu aende hija akiwa na nguvu zake, ili apate kuifaidi ile ibada ya hija. Kwa hiyo wanawake bado mpaka sasa bado, ingawa sasa hivi wameamka, lakini bado mimi naanza kuona kama bado hatujawafikia wanaume. Sawa. Na unaweza kuelezea watu nini maana hija kwa ambao hawajui? Hija maana yake ni kwenda kuizuru nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mashaallah. Kwa wakati maalumu na miezi maalumu. Yani kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, alivyosema kwamba al-hajju ashhurun ma'lumatun. Hija ni na miezi yake maalum. Kwa hiyo mtu atakapotia nia ya kwenda hija, basi Mwenyezi Mungu anasema faman faradha fihinna al-hajji, yoyote mwenye kutia nia ya kwenda hija, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yani asiseme maneno machafu, asifanye vitendo vichafu, na katika ile hija yenyewe asizozane katika hija. Kwa hiyo hija ni yani kuleta mijadala. Wengine wanabishana inasababisha mpaka wakati wanafanya mpaka ugomvi. Kwa hiyo mtu akitia nia hija, kwa sababu anakwenda kuizuru nyumba ya Mwenyezi Mungu, kwa hiyo anatakiwa ajipange vizuri kuondoka kabla hajafika katika ile safari. Na lengo la hija ni nini? Lengo la hija, kwa sababu kila ibada ina lengo lake. Lengo la Ramadhani la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Na lengo la hija ni kusamehewa madhambi. Yoyote atakaye kwenda hija akawa hakusema maneno machafu, hakufanya vitendo vichafu, na kule hija kwenyewe akafanya yani ibada yake kama vile alivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu, basi Mtume anasema atarudi akiwa kama siku aliyotoka katika tumbo la mamake. Bi maana atakuwa hana dhambi. Mashaallah. Aiwa. Sawa. Unafikiria vikwazo vya kifamilia vinaweza kumfanya mtu asiweze kwenda hija? Viko vikwazo ambavyo vinaweza kumfanya mtu asiende hija. Tuchukulie mathalan, labda mama anataka kwenda hija, lakini ana watoto wadogo ndani ya nyumba yake, hana wa kumwachia. Naona, na pengine akipata mtu wa kumwachia, hana cha kuwaendeshea maisha mpaka yeye atakaporudi. Hivyo pia ni vikwazo. Ndio maana anatakiwa mtu ajipange na mapema, kwa maana atakapokwenda katika ibada yake ya hija, mama wa Kiislamu ajue huku nyumbani amedhibiti kila kitu. Kinyume cha hapo anaweza kwenda kule akawa hakupata chochote, na huku akaja kukuta mambo yote yameharibika. Kumbe kwenye dini hija ina sheria zake. Aiwa. Mpaka uzikamilishe na uweze kwenda hija. Mpaka uzikamilishe. Na kama mtu ana tushikilie mama ana mume wake, lazima pamoja na kuwa ni ibada ya Mwenyezi Mungu, lakini lazima apate ruhusa kutoka kwa amri kutoka kwa mume wake. Hawezi kukurupuka tu yeye mwenyewe akasema naenda siku nakwenda kwenye ibada ya Mungu. Bila ya ruhusa haiwezekani. Na hiyo sheria ina bezi kote kwa wanawake na wanaume, si ndivyo? Katika masuala ya hija. Kuhusiana na hii nini vikwazo? Kwa sababu hata baba hawezi kuondoka kwenda hija akaiacha familia nyumbani haina kitu. Pengine akaacha watoto wadogo, kaacha wagonjwa, kaacha pengine yani vitu ambavyo yeye ndio msimamizi. Halafu akaondoka yeye kwenda kule, maana baada ya kwenda kutafuta thawabu anakwenda kuchuma dhambi, kwa sababu ameacha mambo huko hayako sawa. Na nimewahi ona kuna watoto hija kule, yani Maka, Madina wanaoenda. Unakuta mtoto yupo chini ya umri tuseme miaka 18 wadogo. Ni ruksa kwa wale watoto kwenda kuhiji? Wanakwenda. Kwa sababu kuna watu wa mji pale kule Maka. Kuna watu wengine wa mji wa kule Maka. Kwa ikifika zile siku za haji unaona wanafanya hija. Ingawa wao wale ambao hawajafikia baligh, hija yao wao itakuwa haina nani, yani haina vikwazo, kwa sababu bado ni wadogo. Kuna watoto mpaka wachanga, watamwona mzee mama kabeba mtoto wake mchanga anakwenda naye hija. Kwa hiyo hakuna vikwazo vya kumzuia mtoto kwenda kule katika ibada ya hija.
Na kuna hii dhana ya kama sisi vijana ambao tunaona hija ni kwa ajili ya wazee. Na ndio maana nikauliza kuhusiana na watoto ambao wanaenda hija. Si hija tu. Kuna baadhi ya watu hata saumu wanaona saumu ni ya wazee, swala ni ya wazee. Hapana. Muislamu yoyote ambaye ameshafikia baligh, nguzo 5 za Kiislamu ni wajibu kwake. Ila ibada ya hija man istataa ilaihi sabila, kwa mwenye uwezo wa kuendea njia hiyo. Zungumzia imani ya mwanamke ya kwenda hija. Naam. Ni nini imani ya mwanamke ya kwenda hija? Imani ya mwanamke ya kwenda hija kwanza ni kujiamini, alafu kwamba anakwenda hija kwa ajili ya kutekeleza au kukamilisha nguzo ya 5 ya Kiislamu. Kwa maana ni wajibu. Sasa hizi nguzo za Kiislamu ni wajibu kwa mwanamke na mwanamume, sio kwa wanaume tu. Kwa hiyo mwanamke na yeye kwa imani ya kwenda hija kwamba anakwenda kutekeleza au kukamilisha nguzo ya 5 ya hija ambayo ni wajibu kwa kila Muislamu. Na ni upi ushauri unaowapa hususan wanawake, maana kwenye masuala ya hija wanawake wengi tumekuwa nyuma sana? Ushauri wangu kwa kina mama wenzetu au kina mama wenzangu, kwanza wajiamini. Hakuna kitu kibaya kama kutokujiamini. Kwa hiyo wajiamini na wajikubalishe. Na wajue kwamba hili jambo ni la Allah na Allah ndio atakayetusimamia. Ushajiaminisha hapo, alhamdulillah. Mashallah, mashallah. Na huu ndo mwisho wa kipindi chetu cha mwanamke na hija. Ulikuwa nami mtangazaji wako Fatuma Bakari na mtazati Mama Raya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا